unaokubalika mbele za Mungu, na tukaonesha kwamba kuna aina nyingi ya sadaka zinazopata kibali mbele za Mungu, lakini katika zile aina nyingi za sadaka, sisi tulichambua aina 5 za sadaka ambazo ni kumbukumbu, ni ukumbusho mbele za Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume kilichoandikwa na Luka, aliyekuwa mtume katika mitume waliokubaliwa, lakini hakukuwa wale mitume 12. Ni mmoja wa waliotumwa baada ya Yesu, na aliambatana na Luka aliambatana na Paulo katika safari yake ya pili ya Injili, na alikuwa daktari a medicine, yani alikuwa mganga, na ndio alikuwa anatunza Paulo udhaifu wote aliokuwa nao wakati huo katika safari ya Injili. Na ni yeye aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume na akaandika kitabu cha Luka, Injili kama ilivyoandikwa na Luka. Na hayo maneno yote mengi alipata kwa Petro na mengine alipata kwa mitume, zaidi kwa Paulo wakati alikuwa anatembea naye katika matendo ya mitume walioyatenda katika Injili yao. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja aliitwa Kornelio. Ule Kornelio ni jina ya Kirumi, alikuwa Italia, lakini alikuwa anaishi katika Yerusalemu. Biblia inasema alikuwa mtaua. Ya pili, alikuwa mcha Mungu, yani alimwamini Mungu yeye na jamaa lake lote. Na katika kumwamini Mungu alikuwa anafanya ibada nyumbani kwake, na wakati alikuwa anafanya ibada nyumbani kwake, na alikuwa anatoa sadaka nyingi yeye na jamaa lake lote. Wayahudi hawakumtambua Kornelio. Wakina Petro walioachiwa mission hawakujua kwamba kuna ibada nyingine iko inafanyika kinyume na muhekalu. Hawakujua kwamba kuna mtu mwingine mcha Mungu ambaye alikuwa anamwogopa Mungu na haiko Myahudi, lakini alikuwa anatoa sadaka nyingi kwa Mungu, na alishirikisha jamaa lake lote mcha Mungu, kumpenda Mungu, kumwabudu Mungu, na alijua thamani ya Mungu, alijua thamani na umuhimu wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema alikuwa anatoa sadaka nyingi mbele za Mungu. Hiyo sadaka aliyokuwa anatoa, hakuna mwenye aliambiwa kama alitoa sadaka, wala hakuna mwenye alikuwa anajua kama anaomba Mungu. Kama vile wewe unafanya unajitapa, uliombea mtu, unapenda ujulikane na watu kuliko kujulikana na Mungu. Ulitoa sadaka, unapenda watu wajue kama ulitoa sadaka kuliko kutamani sadaka yako iwe kumbukumbu machoni pa Mungu. Biblia inasema ilikuwa saa 9 saa ya ibada, iko nafanya ibada na watoto wake. Malaika akamtokea akamwambia Kornelio. Kornelio akashituka akasema, kuna nini? Ujumbe gani huu? Akamwambia usiogope, na kuinforme ya kwamba kuna habari njema ambayo nimekuletea. Kuna message ya bien ya kukutia moyo, ya kukuhimiza katika kazi iliyoko nafanya. Unajua kuna watu wengi wanataka ujumbe wa kuvunja wengine moyo tu. Hautasikia kana ndio anakuja alete maneno ya kujenga moyo, ya kubankuraje, ya kwamba kazi mko mnafanya Mungu anaikubali. Hali yake tafika tu wamuone kama uko big prophet, ataleta maneno ya kutisha. Kini malaika akamwambia Kornelio, maombi yako na sadaka zako zimefika kwa Mungu. Haleluya. Maombi yako na sadaka yako imekubaliwa mbele za Mungu. Tena isitoshe, hiyo sadaka inakuwa kumbukumbu
machoni pa Mungu. Ndio maana tu tunafundisha umuhimu wa kutoa sadaka inayokubaliwa na Mungu. Na hiyo sadaka wakati mwingine inaitwa malimbuko. Na tukonesha mtu wa kwanza kutoa sadaka ilikuwa ni Kaini, na ile sadaka yake haikukubalika. Tulionyesha kwa nini hiyo sadaka haikukubalika, utakia uliza wenye walikuwa katikati ya juma. Na tukonesha mtu wa pili aliyetoa sadaka ni Abeli. Hiyo sadaka ikakubalika mbele ya Mungu, na hizo sadaka walizozitoa hawakushurutishwa na Mungu, hawakushurutishwa na mtu yeyote yule, bali ilikuwa ni hiari yao wenyewe walipojua kwamba jinsi tulivyo na vyote tulivyo navyo kuna mwenyewe alitupatia, kuna mwenyewe alituwezesha, ni lazima tumtolee sadaka yenye kutoa ndani ya mioyo yetu kwa hiari yetu wenyewe, kwa kusamini ule Mungu aliyetufanya jinsi tulivyo, kwa kumsamini na kumuheshimu. Ukasema kipendo, angalia kitabu cha Mwanzo sura yake ya 4 mstari wa 4 hadi wa 7, na pia kitabu cha Mezali sura yake ya 3 mstari wake wa 9. Biblia inasema umheshimu Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko yako. Yaani kutoa sadaka ni kusamini Mungu, haleluya, ni kumheshimu Mungu na kwa malimbuko yako yote. Tukonesha sadaka ya pili ni sadaka ya shukrani. Kuonesha kitabu cha Mwanzo sura yake ya 8 mstari wake 12, na pia kitabu cha Wafalme wa kwanza sura yake ya 3 mstari wake wa 4 hadi wa 5. Hapo tukonesha jinsi gani Nuhu alipopona mgarika, yeye na jamaa lake, hakungoya bamhubiri, hakungoya bamwambie, je, umeona wema wa Mungu? Lakini yeye mwenyewe alipoona neema aliyopata mbele za Mungu ya kuokoka katika gharika, yeye na jamaa lake, Biblia inasema akajenga madhabahu, akatoa sadaka ya shukrani, na hiyo sadaka ya shukrani ikafika mbele za Mungu kama manukato. Mungu akatoa ahadi, Mungu akamruhusu kukula nyama, na Mungu hakuwa anaruhusu kukula nyama. Adamu na Eva hawakuruhusiwa kukula nyama, waliruhusiwa kukula tu mboga za majani na matunda. Lakini sadaka ya shukrani ya Nuhu ndio inaturuhusu leo tukule nyama choma. Haleluya. Na hiyo sadaka ilimfungua Mungu kinywa. Mungu akalapa akasema, désormais sitaharibu tena mwanadamu au na dunia kwa maji, sababu alisikia harufu sadaka ya shukrani ambayo Nuhu alitoa mbele zake. Nikuonesha kwamba Sulemani naye alipoona anatawala kuwa mfalme wa Israeli, na hali yake haikuwa inamruhusu akuwe mfalme. Kulikuwa bajenero, kulikuwa bajea, kulikuwa wenye walizaliwa na wanawake wenye walistahili watoto wao warithi, kulikuwa batu ya kila aina. Lakini akaona yeye mtoto wa mwanamke mwenye kuolewa kihalali anatawala, anagomboa baba yake Daudi, hakujizuia wala Mungu akumwambia nitolee sadaka. Haleluya. Najua sadaka, nilikuambia kwamba ni tendo la imani. Tendo la imani ni action de grâce, ni tendo la kushukuru. Lakini sadaka inaanzia ndani ya moyo wa mtu.
Mtu mwenyewe anapaswa kala kwenye nekala, najua Mungu alinitoa sehemu fulani, Mungu alinirusha mipaka fulani, kama vile Tantina anasema hapa, anakumbuka venye Mungu alifanya venye mwanadamu angelimfanyizia. Alikaa kusema, lakini tayari moyo wake ulikuwa ulisha kumuhimidi Bwana. Moyo wa Sulemani ulikuwa na muhimidi Bwana, ulikuwa na mshukuru Mungu kuona jinsi gani amejaliwa neema ya kuwa mfalme wa Israeli. Sulemani akatoa ng'ombe 1000 kama sadaka ya shukrani mbele za Mungu bila kushurutisha. Nakwambia, ukitoa sadaka ujue kwamba sadaka inaanzia ndani ya moyo. Kwa imani, ni imani ndio inakutambulisha ya kwamba unamwamini Mungu. Yaani Mungu anaaminiwa ndani ya mioyo yetu, na ndani ya moyo ndio mnakuwaka mambo matatu inaokamilisha utu wa mtu. Ndani ya moyo ndio mko akili, na ndani ya akili ndio mko hekima, na ndani ya hekima ndio mko pia elimu. Haleluya! Ndani ya akili mko elimu, mko hekima, mko pia kupambanua mema na mabaya, au mko discernement ndani ya moyo. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya moyo ambayo inafanya mtu mzima. Ukisema nasema mtu mwenye kuna akili timamu, akili zake zinakuwa ndani ya moyo. Na jambo la pili lenye kuwa ndani ya moyo, muko sentiment na muko volonte, yani muko nia na muko pia shauku. Haleluya! Muko hisia ndani ya mtu mwenye kuwa ndani ya imani yako. Kama uko na imani ya kwamba Mungu ni baba yako, inapaswa kwanza ndani ya moyo wako. Yani ukitoa sadaka ndani ya moyo wako na reconnaître grandeur ya nani? Ya Mungu. Ndani ya moyo wako najua naenda kutoa, na mtolea nani na nini? Mimi napaswa kutolea huyu ambaye nimekwenda kutolea. Wakati Salomo alitoa, alitafakari ndani ya moyo wake ukubwa wa Mungu na faida aliyoipata wa kutoa sadaka ya shukrani. Mungu akamwambia aombe lolote analolitaka, na kenye alikuwa hana, kenye alikuwa nacho besoin ya kwanza maisha yake ilikuwa ni hekima ama akili ya kuongoza Israeli, sababu inaonekana yeye hakujaliwa neema ya kupata vile vyote. Akasema, Mungu nipatie hekima na akili ili niweze kushare responsabilite ambayo umenipatia. Nasema sadaka ya tatu, sadaka kushurutishwa. Hiyo haikuwake kwa hiana. Haleluya! Hiyo haitokani na mapenzi yako hiyo sadaka, lakini wakikushurutisha kutoa sadaka, yani kunahitajika ugundue ya kwamba kwa nini wananishurutisha nitoe sadaka. Ukiona wanakushurutisha kutoa sadaka, Mungu anakushurutisha, maanake anapenda arealize, atimize ahadi alizokuahidia, wala napenda ufikie kwenye Mungu alipenda ufikie. Kiangalia kitabu cha Mwanzo sura yake 22 yake, Genèse chapitre 22 verset 2. Msomaji tusome pale verset 2, unaruka 8 kisha unaruka 13. Sura yake 22 mstari wa pili tunaruka 8 hadi 13. Ya. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Akasema, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. 8 yake Ibrahimu akasema,
Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. 13. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Amen. Soma tena kitabu cha Mwanzo 27 yake. Anzia Mwanzo sura yake ya kwanza, mstari wake wa kwanza. Mwanzo 27 mstari wake wa kwanza, tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu, naye akamwitikia, mimi hapa. Shuka chini. Akasema, tazama, sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. 3. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo 4, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili ndile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Amen. Amen. Tunasema sadaka ya kushurutishwa. Mungu anamshurutisha Ibrahimu atoe sadaka. Tena anamwambia aina ya sadaka inatamtolea, ili Mungu apate kutimiza neno alilolisema mu kitabu cha Mwanzo 15 yake ya kwamba utakuwa baba wa mataifa, utamiliki kila kitu. Ili Ibrahimu afikie pale, Mungu akamtia kwenye mtihani, akamwambia nitolee sadaka, akamshurutisha atoe sadaka ili ulimwengu wote na mataifa yote wapate kubarikiwa katika yeye. Kuna sadaka Mungu anataka kushurutisha wewe, ili descendance yako itoke katika laana, itoke katika umaskini, itoke katika vifungo kukupitia wewe. Kuna wakati mwingine Mungu anasema purke utoke hapa, purke kizazi chako kitoke mlaana, nitolee sadaka fulani ili mimi nipate kutimiza yale niliyokuahidia, kwa sababu kuna wengine walitoa kafara kwa ajili yako. Uko sekrepa umuhimu wa kutoa sadaka. Haleluya. Ndio maana bamama mkuu mnafungula akili. Unapoleta mtoto hekaluni, isiwe katika hali ya kawaida. Ujue unaenda kufanya nini. Isiwe tu mwingine alikia na pigeon, mwingine alikia na kuku, mwingine tu. No. Katika Israeli hawakuwa wanakuya ovyo. Ile miezi 2 mnabakiaka mukaze puru kio jipange mzuri, ujue sadaka gani utatoa kwa ajili ya kutamka maneno juu ya mtoto wako. Benye walisemaka mjamaa yule hauvijue, benye walisemea yule mtoto hauvijue, lakini unapoleta mtoto tumuweke wakfu, ukitoa ile sadaka, hiyo sadaka inasemaka mbele za Mungu. Hiyo sadaka ya kushurutishwa, tunasema na shurutishwa. Nilikwambia yenye naandikwa, Biblia inasema leta ngombe, mwingine alete mbuzi, mwingine alete kondoo, masikini alete njiwa wala mayai. Masikini sana atuti kamato natia 1000 francs mu envelope, 5000 francs, na walikwambia kulete mbuzi wala kuku. Est-ce qu'on a pas natimiza kweli? Selon la Bible, banalitaka mtoto na mbuzi wala kondo na kitunga cha bunga na mafuta. Ndio Biblia inatuambia. Sasa na ile wanakushurutisha. Jua ni determine sadaka ya aina fulani.
ina maana yake. Haleluya! Na sadaka ya kushurutishwa mara mingi inakuwa ni ya kumwanga damu. Haleluya! Mara mingi inakuwa sadaka ya kuchinja, sababu ukombozi unafanyikaga kwa nini? Kwa damu. Mungu anamwambia Ibrahimu, pour que uvivre ile promesse, mtolee sadaka ya kushurutishwa. Najua kila kitu cha kushurutishwa kinalumaka, jua kiko muhiari yako. Haleluya! Hakitokane muimani yako, hakitokane muhisia yako, hakitokane muvolonte yako, hakitokane musantima zako. Maana ndani ya moyo muko santima, muko volonte na muko akili. Haukupanga. Haleluya! Haitokane na akili yako. Leo unashurutishwa, lakini iko na impact kwake yule mwenye alikushurutisha. Sadaka ya kushurutishwa. Saba faux prophète ndio kwa saka matia pale. Leta sadaka ya ukingo. Sema naambia kwa vile. Leta sadaka ya ukingo. Leta sadaka ya kuondoa siri fulani, anakushurutisha. Na wale ndio wanashurutishwa kwa vile banazibebaka sana juu ya kuogopa. Basi kwambia tunaona pepo wa mauti mnyumba yako. Leta sadaka ya ukingo ili tukukamatie zamu, Mungu akuprotege. Sikiona mtu anapaswa kushurutisha utoe sadaka. Haleluya! Sio kila mtu anapaswa kushurutishwa ulete sadaka. Mwenyewe anakujua, mwenyewe anajua promise, mwenyewe anajua kitu kule mbele, ndio anapaswa kushurutishwa. Biblia haisemi kama mama alikuwa anachukia Esau. Aliona responsabilite, aliona akili yenye iko ndani ya nani? Ya Yakobo. Akasema afadhali Yakobo nimfanyie msosi, nitoe hiyo sadaka ya kushurutishwa yenye babake alilomba. Kwa nini aende winda tena na kondoo zinajaa hapa, mbuzi zinajaa hapa? Ule mama mjanja akaambia bana oblige tena wewe peke njoo bebe. Mama ndio anabebaka chakula kumeza bwanake ile siku. Baba akamwambia wewe njoo ulete nikule, nifurahi, roho yangu kubariki, ili upate kufikia kwenye uliposha kufikia, wala ili upate kunirithi. Hiyo ni sadaka ya kushurutishwa. Sadaka ya ile ni ya changizo. Msomaji nisomee katika kitabu cha Kutoka sura yake 35 mstari wake 12 hadi 21, na pia takamata Korinto wa kwanza sura yake ya 16 mstari wa kwanza na wa pili, na kwa mwisho wa kuandika kamata kitabu cha Luka sura ya 21 na mstari wake wa kwanza. Soma hiyo verse. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa. Wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza, na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda. Nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania na kwa utumishi wake, na kwa hayo mavazi matakatifu. 21 ndio nilikwambia. Asante. Soma Wakorinto wa kwanza sura 16 mstari wake wa kwanza hadi wa pili. Wakorinto wa kwanza 16 mstari wake wa kwanza hadi wa pili. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa habari ya ile changizo, kwa habari ya hiyo changizo kwa ajili ya watakatifu, kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, makanisa ya Galatia, nani fanyeni vivyo. Fanyeni hivyo hivyo, wana watoto wa Peniel. Au yamaliza de ipoje kusha baba ni kuchangia kwa ajili ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Nilianzia tokea jangwani pale tumesoma Kutoka, bakawaambia kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake.
kwa kadiri alivyopata, alete changizo, alete sadaka kwa ajili ya hema ya kukutania, alete sadaka kwa ajili ya utumishi, alete sadaka kwa ajili ya watumishi wa Mungu watakatifu, ili kazi ya Mungu iendelee. Sasa hapa kwa Korinto kwa sehemu wanasema ya kwamba mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanyikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Nilikwambia usome na D. Haleluya. Sadaka changizo ndio tunafanyaka hapa chaque dimanche, lakini pamoja na kusema hizi sadaka zote, lengo langu ni hili: uwe unatoa sadaka yenye takubaliwa mbele za Mungu. 12:33 Luka 12:33 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nasema awali, utoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa. Jifanyieni mifuko isiyochakaa. Akiba isiyopungua katika mbingu. Akiba isiyopunguka katika mbingu. Mahali pasipokaribia ya wala nondo haribu ardhi. Shangilia Yesu wa makofi na vigelegele. Faida ya kutoa sadaka. Yesu huyu ndio anasema, anaingia mkutano, anaambia watu, kama hauna sadaka, uzisha television, uzisha nyumba, uzisha kile ulicho nacho, ili uwe na akiba mbinguni. Sababu tunapoweka hapa kudunia, saa yoyote mwizi anaweza kafika, saa yoyote wanaweza wakaribu, saa yoyote wanaweza wakakuescroke. Lakini kama ukijiwekea akiba mbinguni, hapo uko na assurance ya ile konte bankere yako, ya kwamba hapa kila mtu hatafika, kila mwizi hatafika, na mtu mwenye na konte ndio anakuwa na access ya kufanya retrait. Haleluya. Yani tunapotoa sadaka mahali yoyote ile, katika zile sadaka zote, objectif moja ni kukuwa na account mbinguni, ujulikane mbinguni, na hiyo sadaka yako iwe kumbukumbu mbele za Mungu.